Karibu katika mada ya leo ambapo tunazungumzia matumizi sahihi ya kalenda ya hedhi. Katika chaneli hii leo tutazungumzia mada muhimu sana kwa wanawake na wasichana, jinsi ya kutumia kalenda ya hedhi ili kujua siku zako za hatari na salama kwa kupata mimba. Kama unataka kupanga au kuepuka mimba bila kutumia dawa, basi hii video ni ya muhimu sana kwako. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, tafadhali usahau kusubscribe ili uwe unapata mazuri ya kiafya bora kama haya. Lakini pia usahau kulike video hii na kushare na marafiki ili uweze kuwa mmoja wetu wa familia yetu katika chaneli yetu. Karibu. Hebu tuanze na kalenda ya hedhi ni nini? Kalenda ya hedhi ni njia ya kufuatilia mzunguko wa hedhi wa mwanamke kwa kutumia tarehe. Inasaidia kujua ni lini utapata hedhi ijayo na ni lini upo kwenye hatari ya kupata mimba, na ni njia ya asili ya kupanga au kuepuka mimba kwa kutumia uelewa wa mwili wako. Tuone mzunguko wa hedhi unavyofanya kazi. Mzunguko wa kawaida wa hedhi ni kati ya siku 21 hadi 35. Mzunguko huanza siku ya kwanza ya hedhi. Damu huanza kutoka. Kwa mfano, kama ulianza hedhi tarehe 5, hiyo ndiyo siku ya kwanza ya mzunguko wako. Tuone kitu kinachoitwa nini maana ya ovulation. Ovulation ni pale yai linapotolewa kutoka kwenye ovari na kuwa tayari kurutubishwa. Hii hutokea karibu na katikati ya mzunguko. Kwa kawaida ni siku ya 14 kwenye mzunguko wa siku 28. Kipindi cha ovulation ni kile cha hatari ya kupata mimba. Jinsi ya kuhesabu siku za hatari na salama. Nisikilize kwa makini hii kipengele. Hatua rahisi. Cha kwanza, hesabu mzunguko wako wote kutoka siku ya kwanza ya hedhi hadi siku kabla ya hedhi ijayo. 2. Punguza siku 18 kutoka kwenye mzunguko mfupi zaidi. Hii inakupa siku ya kwanza ya hatari. Yaani kama mzunguko mfupi zaidi ni ule wa siku 21. Kwa hiyo toa siku 18, hiyo utakayopata hapo ndiyo itakuwa siku ya kwanza ya hatari. 3. Punguza siku 11 kutoka kwenye mzunguko mrefu zaidi. Hii inakupa siku ya mwisho ya hatari. Mfano, mzunguko mfupi ni siku 26. Mzunguko mrefu ni siku 31. Kwa siku ya 26 utatoa 18. Utapata 8. Siku ya 8 ni siku ya mwanzo wa hatari. Kwa mzunguko mrefu wa siku 31 unatoa 11. Siku ya 20 ni siku ya mwanzo wa hatari. Kwa hiyo siku ya 8 na 20 ni hatari. Ukiingiliana kingono bila kinga, kuna nafasi kubwa ya kupata mimba. Siku nyingine zote ni salama kwa kiasi fulani, lakini endelea kunisikiliza. Faida za kutumia kalenda. Kalenda inasaidia kupanga au kuepuka mimba kwa njia ya asili. Inaongeza uelewa wa mzunguko wako wa hedhi. Inasaidia kugundua mapema matatizo ya homoni au mabadiliko ya kiafya. Hakuna madhara ya kiafya kama dawa za kupanga uzazi. Ni bure, huna haja ya gharama yoyote. Vitu vya kuzingatia. Mzunguko wa hedhi unaweza kubadilika kwa sababu ya msongo wa mawazo au stress, matatizo ya kiafya, mabadiliko ya lishe au uzito.
matumizi ya baadhi ya dawa. Kalenda ya hedhi si njia ya uhakika kabisa ya kuzuia mimba. Inahitaji nidhamu na uelewa mzuri. Kuna mbinu zingine za kusaidia kufuatilia kalenda. Tumia daftari au kalenda kuandika siku zako. Tumia app kama Clue, Flow, My Calendar, Period Tracker. Maswali ya kawaida. Swali la kwanza: je, nawezaje kutumia kalenda hata kama mzunguko wangu si wa kawaida? Jibu: ndiyo, lakini itakuwa bora zaidi ukifuatilia kwa miezi 6 ili kujua mzunguko wako wa wastani. Swali la pili: je, ninaweza kupata mimba nje ya siku za hatari? Jibu: ndiyo, inawezekana sana ikiwa mzunguko wako umevurugika au kuna ovulation ya mapema baadaye. Matumizi sahihi ya kalenda ya hedhi ni njia nzuri ya kujua mwili wako, kupanga familia na kuboresha afya ya uzazi. Ni muhimu kuelewa mzunguko wako kwa kuwa makini kila mwezi. Kama unataka video ya namna ya kujifunza njia bora ya uzazi wa mpango, niandikie kwenye comment.